unakiona kikosi hiki cha Azam kimepita katika hali ya kujiachia kama ambavyo wenzake wengine wamefanya? Simba, wamefanya Yanga, wamefanya Singida. Azam ukitazama njia yao, njia ambayo anapita Azam FC sio njia ambayo unasema anashinda kwa kishindo. Anachokifanya, anatimiza yale mahitaji ya msingi, ya kwa maana ya mara baada ya 90 timu imetimiza malengo yake ya kwa nini iliingia uwanjani kucheza huo mchezo. Kwa sababu ukitazama kikosi chao mara kadhaa au mara nyingi imekuwa na mabadiliko katika maeneo tofauti, kitu ambacho unaona kabisa ni changamoto, lakini pia inachagiza kwa moja ama nyingine kuiona Azam FC ikiwa hivyo. Lakini yengo ya pili unakuja kuangalia inatengeneza nafasi ngapi na combat pia nafasi ngapi. Hata kwenye ligi kuu Azam hajawa kwenye ile nasema line ya kwamba anashinda magoli mengi zaidi. Ukiondoa mechi ambayo alicheza dhidi ya KMKM kwenye kombe la shirikisho, alishinda magoli 7. Kumbukumbu yangu nyingine ambayo inakuja ya magoli mengi ilikuwa ni dhidi ya Coastal Union, magoli 3. Baada ya hapo ni 2-0, 1-1. Maana yao 1-0. Maana yake ni kwamba kuna namna pia Azam inashinda mechi zake, lakini kuzishambulia zile nafasi na kuzibadilisha kwenda kuwa magoli, hiyo ni sehemu pia changamoto walionayo. Haimaanishi kwamba hawafungi kwenye mechi zao. Hapana. Kwenye mechi zao wana wastani waangalau kuondoka na goli moja kwenye kila mchezo. Lakini changamoto inakuja kwenye namna gani ambavyo ama unatengeneza nafasi ngapi mpaka unafunga hilo goli moja. Maana yake ukija kurudi kuangalia hawana anasema mwendelezo mzuri safu yake ya ushambuliaji. Mshambuliaji na kinara wa Azam FC unamzungumzia Jephte Kitambala. Tunapozungumza ana magoli 2. Ukija kwa nyota wengine ama wale ile anasema eneo la kushambulia unamkuta Jean-Jacques Ngita. Ndiye ambaye ameingia kumvuka pia Kitambala kufunga magoli 4 kwenye ligi kuu. Achana na huko kwenye shirikisho. Hiyo inakupa picha tu kama mshambuliaji wao kinara ambaye ndio Jephte Kitambala ana magoli 2. Maana yake hii timu kwa namna kuna changamoto inaonekana katika hilo eneo la kushambulia. Ila hali kwenye timu zingine washambuliaji wao vinara wamekuwa na wakati mzuri. Mfano ukienda kwa Yanga, Depu, Dube wanazungumza lugha za kufanana. Huyu akiwa na 4 anakuwa na 3. Huyu akiwa na 4 anakuwa na 5. Ukienda kwa Simba wana changamoto yao tofauti kabisa na Azam FC, rotation ya kikosi, lakini pia changamoto ya wachezaji pengine kuchelewa kuingia kwenye system ya kikosi, lakini pia kile ambacho kocha Baka anakiamini na mzee mwalimu sasa na magoli 4 kwenye kapu lake. So magoli 3. Maana yake ni kwamba ukija kwa Azam FC ukimondoa Kitambala ambaye ni namba 1, yule chaguo la pili ndo ana magoli mengi kuliko chaguo la kwanza. Ukitoka hapo uje kwa viungo, uje kwa Fei, utakuja kwa Nado na nyota wengine ambao wamepata nafasi ya kufunga rekodi ya Azam FC. Kwa hiyo kwangu mimi nawatazama Azam kwenye hii michuano ya shirikisho tangu wameanza mpaka hapa tu wameingia tu ya 16 bora. Wanazingatia zaidi yale matukio ya mwisho ama lile nasema jambo la mwisho la muhimu ambalo linaangaliwa kwamba umevuka, umeenda katika hatua inayofuata. Sio umevukaji. Sio umevukaji, kwa sababu hata kama unasema kuna wakati timu bora kiwanjani inakuwa na siku mbaya kiwanjani, ina maintain tule sasa yake kwamba mimi ni timu ya kwanza kiwanjani, mimi ni timu bora. Ila leo sio katika wakati mzuri. Nicho ambacho pia wakati mwingine kinaonekana kwa Azam FC kuanzia kwa hao Mbeya Kwanza mpaka pia nao waliopita. Ukitazama Mbeya Kwanza ni timu ambayo inaifahamu Azam FC, imeshiriki ligi kuu. Ukienda kwenye championship katika zile timu 5 za juu yupo katika nafasi ya 3. Yeye Police Tanzania ambaye pia alicheza jana, ametajwa hapo Geita Gold, wamekuwa na wakati mzuri kwenye angalau kupambana katika zile nafasi 5 za juu kwenye championship. Maana yake ni kwamba Azam pia haikuwa tu mpinzani wa daraja la chini, lakini mpinzani ambaye amejipanga ama ana hiyo nguvu ya kwenda kushana mbele ya Azam FC. Mabadiliko ya kikosi pia yamekuwa yakichagiza mara kwa mara kuona Azam kama vile wana struggle katika baadhi ya mechi ambazo wanacheza, kitu ambacho naamini ipo siku watakuja watabadilika katika ule mtindo ambao tumezoea kuona.